anza baada ya kutoka ile shetani, kwa sababu mashetani mengi anasemaga uongo, illa man asama Allah, ila ule aliyekingwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fala budda an taqra alayhi ruqyata maratan ukhra, hakuna budi msomee tena zile ayati ruqya ili uhakikishe ni kweli kimetoka. Somea. Fa in ta'athara al-insanu bil-Qur'ani, ukiona umemsomea imeathirika tena mitikisiko nini unaviona tena, kan tartaida atrafuhu, kama vile ukiona vidole vyake maisha yake mitikisiko, falam anna al-jinniya mazala fil jasadi, basi elewa kama ule jini kumeangaliki, ule jini angaliki. Wa ila yataathar falam anahu qad kharaja, na kama utamsomea ukiona ile maalama hakuona maumivu yamekwisha nini, basi elewa kama ule jini alhamdulillah katoka. Alhamdulillah, hiyo ndio njia ambaye kama ule shetani amedai kama ni Kiislamu utakitoa katika hiyo njia, usulubi kama vile hizo tutumia. Kaifa tataamalu ma'al jinni ghairu almuslim, utamtibu aje ule jini sio kama Muislamu? Yeye anakuambia mimi siko Muislamu, utamtibu aje? Sikiliza sasa. Awala, kitu cha kwanza, wa qabla kulla shay'in ta'aridu alayhi al-islam ardan shamilan, kabla ya kila kitu kaanza kipelekezea Uislamu, kibainishie Uislamu, kukibainisha kwa uwazi, kipelekezee Uislamu. Uislamu, inna dina inda Allah Islam, aya kama zile hizo, dini Allah ambaye anajua ni dini ya Kiislamu, unakipa hizo aya, alafu na wewe unakiuliza, wewe aya gani, andiko gani imekufanya wewe Mkristo? Kitashindwa hapo na kikamatia hapo. Sasa madama hauna andiko, ingia katika dini ya Kiislamu, ndio dini ya pekee. Sawa? Thumma ta'muru bil Islam, kama kikenaika pale pale unataka kiamrisha Kiislamu, duna ikrah, usikilazimishi. Fa in aslama fatamuru bitauba, na kama kitaslimu kiamrishe kitubie sasa. Wa tu'arifu anna min tamami taubati al-iqla'i an hadha dhulm wal khuruj min hadha al-jasadi, na unakibainishia kama unakitambulisha ukamilifu wa toba ni kujivua katika hii dhulma kutoka ndani ya mwili wa huyo mgonjwa, ndio unakibainishia kama kitakubali kusilimu, unakibainishia hivyo. Thania, njia ya pili utaenda nayo huyu jini asiokuwa Muislamu, utaichukua ingine, in asara, kama kitakataa kusilimu. Sikiliza sasa, umechambia kisilimu kikakataa. In asara ala al-kufri fala ikraha fi din, kama kitakataa kusilimu usikilazimishi. Ukipige fimbo kama hausilimu takupiga, hapana, usikilazimishi. Walakin ta'muru bil khuruj min al-jasad, lakini kiamrishe kitoke ndani ya mwili wa huyo mgonjwa, kitoke. Fa in kharaja falhamdulillah, na kama kitatoka alhamdulillah. Wa in asara, na kama kitakataa kutoka, fala budda min at-tahdid wa yumkin an tastakhdima ad-darb, na kama kitakataa kutoka hakuna budi kitishe. Hivyo umekataa kutoka, takuonesha, utachukua utakunja mikono, kuonesha leo. Unaona upanga, utakuonesha leo, na kitisha, na utaweza kutumikisha hata ukipiga, kutumikisha hata ukipiga. Lakini sikiliza sasa, katakupiga hapo. Lakini la yahilu li ahadin an yastamila darb illa idha kana dha hibratin, lakini sio halali kila mtu atumikishe kupiga, isipokuwa yule ambaye yuko na ibra katika kupiga. Tuahiluhu
bi an yajzima bi anna darba yanzilu ala al-jinni lianna hunaka nawa min al-jinni yahrubu 'inda ad-darb fayanzilu ad-darba ala al-insi fashuru bihi. Anasema kwamba mpaka ule mwenye ibra ya kupiga, kwa sababu kuna wakati ukimpiga ile fimbo inamteremka ule mtu, ndo anaumia, ndo anahisi ule jini anakwepa, sababu kuna majini yanakwepaga sana. Ndio maana kuna ibra fulani kata kumpiga, unampiga kwa ibra fulani, tena kumpiga sio kumpiga kila fasi. Wa darbu yakunu ala al-aktaf wal ardaf wal atraf, na kumpiga iwe ni kwenye mabega, kwenye maikalio, kwenye matako na kwenye mancha ya vidole na miguu, ndio unampiga kwa ibra tena fulani. Mfano natoa, unamzubaisha, toka wewe, mwogope Allah, wewe unakataa kumwamini Allah, unampiga. Ama kiko ghafla hivi, wewe Mungu atakuchoma wewe, moto wa Mungu unaujua wewe, ni hatari moto wa Mungu. Basi moto wa Mungu mimi niko tayari, lazima na chenyewe kitao kinakujibu wewe, toka wewe, tena fimbo nyingine kwa ibra kama vile hiyo. Lakini usema tu ukipige, wewe acha nikupige sasa, unatemsha fimbo, kinakwepa ile fimbo, inampata ule mtu, ndio anaumia, fimbo kinarudia tena. Mimi niko pale pale. Na ndio maana hata wale watu wa mifuke, anamtia mtu katika mfuke, ule shetani anatoka zake anjela zake pembeni, mnamchoma na mfuke, mnamkausha damu na maji ya mwili, mnamharibisha macho na vitu gani mnamharibisha. Mkimtoka kwenye mfuke tu kinarudia tena. Huyu shetani mbona sikii? Kumbe kinakwepa. Sasa ndio maana tunatoa ibra, tunatoa tambihi, ndio kama vile hiyo. Tena kumpiga kwenye mabega, tena kumpiga sio fimbo kubwa, ni kidogo, tuna kwa ibra, tena kwa kumzubaisha tu kadogo tu, au kwa matako, kwa maikalio, au kwenye mancha ya vidole, kidogo, sio sana. Thalitha, njia nyingine ya tatu ya kumtibu yo shetani kafiri, tilawatu sura alati tu'udhil jin kaati al-kursi wa surati yasin wa surati safat wa surati dukhan wa surati al-jin wa akhir surati al-hashr wa surati al-humaza wa surati al-a'la wa umuman kulla ayatin fiha dhikri shayatin au dhikri an-nar wal adhabi tu'dhi al-jin wa tuallimuhu. Sikia, anasema kwamba njia nyingine ya tatu tumia kwa shetani kafiri, tumia zile aya za ukichoma, zile aya za ukiumiza, kama vile swati ayatul kursi, yasini, swafati, dukhani, aljin, na zile sura za mwisho, swati al-hashr somea, na swati al-humaza, wailul kulli humazatin lumaza somea, swati al-a'la sabbih isma rabbikal a'la somea. Na zile sura na zile aya zote ambazo zinataja mashetani na adhabu, zinataja moto, zisomee, kisomee hicho kishetani. Hizo aya zinakiumiza na kukichoma kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Fa istajaba farfa anhu al'adhaba min qira'a min Qur'an au darb, na kama kitakujibia basi nisamee, pale kuna kipiga basi usinipige, basi natoka, usiendelee ukipiga, simama. Au pale kuna kisomezi alo za kichoma, basi natoka, basi simama, haya toka sasa, unasimama. Wa khudh alayhi ahad Allah thumma ta'muruhu bil khuruj, alafu kichukua ahadi, ile ahadi ambayo nimesema kule, alafu kiamshe kitoka. Leo kuna mtu ataka kumwambia ile ahadi ambayo utamtamkia ile shetani atamke ni ahadi gani, hajui. Nafikiri nimesema kule, thumma mur bil khuruj, kisha kiamrishe kiondoke hicho shetani. Hiyo katika njia, hiyo ni njia ya kumtoa ile shetani kafiri ambaye amekataa kutoka, amekataa kusilimu. Basi hiyo ndio utatumia njia, kwa idhini yake Allah ule shetani ataondoka insha Allah, kwa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Tambihati lilmualiji, tunaendelea sasa kumtoa tambihi. Sasa hizi tambihi za ule mwenye kutibu, tambihati
maana tunamzindua ule mkutibu. Kuna mambo yataanza kumtokea ile atadiriki aje. Kuna mambo yataanza kumtokea ile afahamu atadiriki aje. Yasikiza ya mambo. Awalan, kitu cha kwanza, ahyanan, kuna wakati mwingine taqra'u ruqyata fashuru al-maridu bidawkha au diq wa khanqa au ra'shati wa ma dhalika la yahduru shay'un. Kuna wakati mwingine utaanza kumsomea ule mgonjwa zile ayatu ruqya, akahisi ule mgonjwa akahisi tu mitikisiko tu, mitikuyumbisha tu hivi, anayumbishwa tu, au kubana pale unamsomea anasikia kitu kinabana, au khanqa au kunyongwa, sasa kitu kinaanza kumnyonga pale kuna msomea zile ayatu ruqya, kitu kinaanza kumnyonga, au rashati au mitikisiko, mitetemeko, mitetemeko tu hivi. Pamoja na hayo yote ule shetani akini hapandi. Sasa sikia vile tunakuzindua. Fakarrir ruqyata 3 marat. Zile ayatu ruqya ikiwa katika hiyo hali zirejereje mara 3. Fa ilam yahduru shay'un fa'atihi hadhihi ta'limati. Na kama pamoja na kuzirejea lakini ule shetani hakupanda, basi mpe haya mafunzo, mpe hizi dawa aende kutumia nyumbani. Unaona? Mpe hizi dawa. Kama vile hospitali ukienda, mganga anakupiga sindano na kukupa dawa, kuna zenye na kufungashia ukatumia nyumbani, au anakuandika ordonance ukatumia nyumbani, na namna utavyotumia na kile yake. Na sisi inshallah tutakupa hii aya na namna utavyotumia na kile tutakupa. Mpe mafunzo. Moja, almuhafadhatu ala salati fi jamaa. Asali sala 5 jamaa msikitini, ikiwa ni mwanaume. Kama ni mwanamke asali kwa wakati nyumbani, asicheleweshe. 2, adam sama'il ghina wa television wal musiqa. Ajiepushe mamiziki, matelevizion na mambo ya muziki, ajiepushe kuona vitu vya haramu, ajiepushe mtelevizion, muziki, sinema za ajabu, ajiepushe. 3, alwudu qabla an-nawm wa qira'at ayati al-kursi. Au akilala naudhu kabla jalala, alala naudhu kabla jalala, atawadhi na kusoma ayati al-kursi kabla jalala. Ya 4, adam تعليق السور. عدم تعليق السور التي فيها روح في البيت الذي يعيش فيه. Ajiepushe kutungika picha au kuweka picha zenye roho nyumbani kwake. Picha ya mtu au ya mnyama kwenye album, popote tu kuweka popote ndani, pasiwa hayo mambo, pasiwa mambo. Alafu ya 5, albasmala inda kulli shay'in. Awe akisema bismillah kwa kila kitu, akifanya aseme bismillah. 6, ikthar min qawli la ilaha illa Allah. Azidishe hii kauli ya la ilaha illa Allah, kuisema sema pana hapa. Hii ni dawa nakupa ndugu yangu, usipini hizo dawa za kunywa, hii ndio dawa. 7, yukthir min qira'ati surati Safat wa Dukhan wal Jin au yastami ilaiha. Azidishe kusoma Safati, Dukhan na Jini au kuisikiliza kwenye kaseti. 8, yukthir min qira'ati surati Yasin wal Rahman wal Ma'arij. Azidishe kusoma Yasin na Ar-Rahman na suratul Ma'arij, sala sa'ilun bi'adhabil waqi'. Azidishe kuisoma sana hizi sura, azidishe kuzisoma sana. 9, la yanamu wahda. Asiwi analala peke yake. Ya 10, almuhafadhatu ala adhkari sabahi wal masai au al-istimai ilaiha. Achunge awe
akisema zile dua za asubuhi na jioni au azisikilize kwenye kaseti. 11 libsul hijabi shar'i wa adam khuruji min albayti muta'attiratin. Hadha idha kanat imra'atun, awe ana avae jilbabe, ndio sheria kwake, avae nguo ya kisheria maana jilbabe, na asitoke nyumbani amejiparfait kama ni mwanamke. Hayo ndio tiba. Usivae nguo wa kubana, kichwa wazi, mameshi mkichwa au mauzi mkichwa, maporti mkichwa, kama nguo za ajabu. Umevaa jilbabe na usitoke ujiparfait. Ya 12 tusajilu hadhihi suwar ala ashritati hasbu tartibiha fi al-mushaf wa yastami'u fi kulli yawmi min ayami al-usbu'i. Mkamatie haya masura kwenye makaseti, uyapange kama gisi ndani ya Qur'ani zimepangwa. Ndani ya Qur'ani hizi sura zimepangwa, na wewe ndio uzipange kwenye makaseti. Au anasikiliza hizo kaseti kwa siku moja, au anasema anasikiliza, manake hizi sura zote utazikamata kwenye kaseti ile au 6. Hizi sura zote nitazitaja hapa, utasikia kaseti ina 5, anakuwa anasikiliza kila moja, anasikiliza, inakuwa hivyo. Utasikia kile yake sasa, anasikiliza kila kaseti moja, anasikiliza, ni saa 6. Unaona? Wa hadhi suwar hiya, na hizo sura ni hizi ambazo utamkamatia kwa hayo makaseti. Nasikiliza ndugu yangu Muislamu, na hii na haya ambayo nimeyasema na haya ambayo nitayasema utampa pia na yule ambaye mashetani yamempanda, umemsomea imekataa kutoka. Mpe haya mafunzo na hizi kaseti, mpe huyu ambaye umemsomea mitikisiko haishi, mpe haya mafunzo. Na wewe ambaye umemsomea jini akapanda mkichwa, mpe haya makaseti ambayo nitayataja hapa. Utamkamatia huyu wa juu, na ndio utamkamatia tena huyu mwingine ambaye mashetani yamempanda amekataa kutoka. Hizo sura ni hizi: Fatiha, Baqara, Al-Imran, Al-An'am, Hud, Al-Kahf, Al-Hijr, As-Sajda, Al-Ahzab, Yasin, Safat, Fussilat, Ad-Dukhan, Al-Fath, Al-Hujurat, Qaf, Al-Dhariyat, Ar-Rahman, Al-Hashr, As-Saf, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, Al-Mulk, Al-Ma'arij, Al-Jin, Al-Ta'wir, Al-Infitar, Al-Buruj, Al-Tariq, Al-A'la, Al-Ghashiyah, Al-Fajr, Al-Balad, Al-Zalzalatu, Al-Qari'ah, Al-Humaza, Al-Kafirun, Al-Masad, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Hizo ndio sura utamkamatia kwenye makaseti 4 au 6, anakuwa anasikiliza kila moja anasikiliza. Hiyo ni tiba. Inataka ndugu yangu haya apate hata mtu wa kumuunguza, kama vile mgonjwa wa hospitali anapata kumuunguza, pia na huyo apata kumuunguza. Hii taratibu, hii dawa aitumie vilivyo. Sikia kile yake sasa. Wa baada shari takra alayhi ruqyata, baada ya mwezi, baki kile yake ni mwezi mzima, kile yake mwezi mzima. Baada ya mwezi atakujia, alafu tamsoze ayat ruqya. Fa imma an tajid al-jinniya qad turida min hadha al-jasad au ma zala mawjudan. Ima baada ya mwezi ukiisha, utakuta yule shetani emetoka, ile mitikisiko yote yale imeisha. Ama yule shetani amekupana amekataa kutoka, ukimkamatia haya anakuwa hapo hii anasema lakini mpaka pale atamwona nini au kiajendelee kwa idhini yake Allah Subhanahu wa ta'ala. Utamkuta yule shetani kwa idhini yake Allah ametoka, au kuna wakati ukamkutana angaliki. Wa fil halati alula qad kafaka Allah sharrahu, katika ile hali ya kwanza ukimkutana imeondoka, itakuwa Allah amekuepusha na shari yake. Watastadilu ala dhalika bishifa'il alam al-udwi, na kwa dalili utaipata kama amepona huyo mgonjwa
ni kupona yale maumivu ya mwili. Alikuwa akisikia maumivu katika mwili wake imepona, yale maalama hayaoni tena, ujue basi alhamdulillah, ile mitikisiko imekwisha, ujue basi alhamdulillah, shetani kaenda. Ndio dalili hiyo. Wa adami ru'yati al-ahlam, na zile ndoto mbaya utakuwa hana tena. Wa adam ta'athur bil ruqyati, na ukimsomea zile ayatu ruqya utamuona yale maalama, hakuna mitikisiko, hakuna vitu gani, hakuna tena. Kwa idhini yake Allah kapona huyo. Wa fil halati thaniyati yakunu al-jinni qad dha'af, na kati ile hali ya pili ukimkutana angalika, lakini atakuwa amedhoofika. Ukimkutana angalika, ile tiba umempa akaitumia vilivyo, utamkutana amedhoofika. Fatakra alayhi ruqyata fasayatika saghiran biidhnillahi ta'ala, basi ukimsomea zile ruqya atakujia mnyenyekevu kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimwambia sasa toka, umesikia we, toka, papa sasa natoka, makita ya bini mponda, zile aya zimekiponda kile kishetani kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Thania, tambihi ya pili, ahyanan, kuna wakati mwingine yahdhuru aljinni wa ya aba ayakhruja, kuna wakati mwingine jini anafika anapanda mkichwa, unamwambia toka, anakataa kutoka, utafanyaje? Sikiliza. Fataqra alayhi as-sura allati tuudhihi, soma zile sura ambazo zitakiudhi. Fataqra alayhi suwara allati tuudhihi wa tulimuhu, kisomee zile aya za kiuzi na kukiumiza. Kuna zile aya ukisoma zinakiuza hiki kishetani na kukiumiza hiki kishetani. Uenda ukifanya hivyo, nafikiri nimezitaja zile aya kule, Ayatul Kursi, Yasini, Swafati, nimezitaja kule. Fa ina asara, na kama kitakata kuondoka pamoja na kisomezo aya za ukichoma za kuumiza kikaendelea, fa yumkin an tastakhdima darb, bitawezekana utumie kupiga, ile njia ya kupiga. Kwa hivyo tumezungumza wewe mwenye ibra kupiga kwa mayele fulani, tena kumabega na kumaikalio na kumancha vidole, tena hapana kipigo cha nguvu, kidogo tu. Fa in asar, na kama kitaendelea kikata kutoka, fa'atuhi ta'limati sabiqati yatbiquha shar, mpe yale mafunzo ambayo tumeyatanguliza hapa juu, tumeyazungumza hapa, tumetoka kuzungumza zile aya na yale mafunzo na zile unamkamata kwenye makaseti 4 au 6, ndio unazimpa na yeye, huyu unazimpa tena na yeye mwezi mzima, ndio kile yake mwezi mzima. Thalithan, tambihi ya tatu, ahyanan, kuna wakati mwingine taqra'u ala almaridi fala tazidu ala albuka'i shadid, hakuna kitu kinazidi kwake ila kulia. Unamsomea mgonjwa, hakuna kinachozidi kwake ila kulia tu. Walakinau fi kamil quwahu ala aqliyati, lakini maskini yuko na maana anajitambua, yuko na nguvu zake na akili zake, analia tu. Unamsomea analia tu. Mama tena mkubwa analia, mama mbona analia? Unamsomea analia. Sikiliza sasa. Wa idha sa'altahu an sababi bukaihi fayaqulu lak, ukimwambia mbona wewe unalia, kwa sababu gani unalia, anakwambia abki raghama anfi wala astati'u an atamalaku nafsi, ninalia kwa masikitiko makubwa sana na wala siwezi kujiziwia nafsi yangu tinacho. Na sisi tunalia tu, nimeshindwa kujiziwia. Unaona? Fa fi hadhihi alhalatu wallahu a'lam halatu sihr, ikiwa hiyo hali Mungu ndio mjuzi zaidi, lakini ni hali ya uchawi. Nasikia
Wa idha arata an tataakada min dhalika fa'alayka biqira'ati hadhihi al-ayati fi udhunihi. Kama unataka uhakikishe ni ukweli ni mauchawi, basi ni juu yako msomee hizi aya ziko hapa chini zifuatayo kwenye sikio lake. Ya kwanza, qala Musa ma ji'tum bi sihr inna Allaha sayabtul inna Allaha la yuslihu amal mufsidin wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimati walau kana al-mujrimun. Yunus aya 11 mpaka 82. Ya pili, wa uhayna ila Musa an alqiya aswak fa idha yatalqaf ma yafikun fa qala al-haqq wa batala ma kanu yamalun fa ghulibu hunalika wa anqalabu saghirin wa ulqiya as-sahadu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Ya tatu, yun Araf aya 117 mpaka 122 Araf. Alafu ya tatu ni Twaha aya ya 69 inasemaje? Inna ma sana'u kaidu sahiru wala yaflihu as-sahiru haythu ata. Taqra kulla ayati min hadhihi al-ayati fi udhunihi 'iddat marrati. Unamsomea hizi aya ambazo nimetaja mara nyingi, kila aya moja unaikari mara nyingi kwenye sikio lake yule mgonjwa. Fa in zada fil bukai fataakkad min annaha halatu sihr. Ukiona vile unamsomea hizi ndio unamsomea ndio anazidi, basi jua kama ni hali ya mauchawi, ni hali ya mauchawi. وسنقول إن شاء الله تعالى بشرح أنواع السحر وعلاج كل نوع منها في الكتاب الآخر. إن شاء الله tutazungumza kwa sharhi pana kati aina za mauchawi na tiba yake katika kitabu kingine. Nafikiri kile kitabu cha ambacho tumekisema katika ile CD yetu nyingine ambayo tumesema aina za mauchawi, lazima ujue ni mauchawi gani sasa. Ni mauchawi aje? Lazima ujue. Ni mauchawi ni mapenzi au ni kukosa kuoa au kukosa kuzaa au na wazimu. Lazima ujue kuna maalama mauchawi. Kuna mauchawi mengi. Sasa lazima ujue ni mauchawi aje. Rudia kule kwa ile CD yetu ya aina za mauchawi ndio utajua ni uchawi gani baada ya kumhoji mwanamama. Rabian, tambii ya 4, ahyanan, kuna wakati mwingine yahdhuru al-jinniyu, ule jini anakuja anapanda, yasihu wa yasrahu, anapiga kelele na anafoka, wa yuhaddidu, na anakupa ahadi ya kupiga, watawahadu, na anakutisha na kupiga, na anakuahidi nitakupiga wewe. Maka anafoka, maki shetani anapiga, nitakupiga utoka nyumbani. Basi sikiliza sasa, fala takhafu, usiogopi. Unaona maana kuna wakati shetani anapanda, anafoka, anatomboka, na anakwambia anakugeukia kwanza wewe, anatumura macho. Sasa wewe usiogopi, ni walakini idribu, mpige, waadibu, na mpe adabu. Uone kama wewe shetani unamchua, mpiga, mpe adabu. Fasa yaskun biidhnillah, atatulia kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Waqra alayhi qawlahu ta'ala, na umsomee kauli ya Mwenyezi Mungu, inna kaida shaitani kana dhaifa. Unamsomea uone kama unamtambua kama vitibe mashaitani ni vipovu, unakuwa unamsomea hiyo kauli, inna kaida shaitani kana dhaifa. Unaona hiyo ni katika hadithi tunayopata mbihi. Shetani hasa apande na makali eti na uogope, shetani hatari wala hapana, mpige, atatulia kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na msomee kauli ya Mwenyezi Mungu. Khamisan, tambihi ya 5, ahyanan, kuna wakati mwingine yasubuka aljini yashtumuka, kuna wakati jina anapanda na kutukana, fala taghadab li nafsika, usikasiriki wala usimrudishi. Sadisan, ya 6, ahyanan, kuna wakati mwingine yaqulu akal jinniyu anta rajulun salihun wa sa'khruju karamatan laka faqul lahu ana abdun dhaif fakhruj ta'ata lillahi wa rasulihi. Kuna wakati jini anapanda
anakusifu, anasema kama wewe uko mtu mwema kweli, ninatoka kwa karama zako. Wewe sema hapana, mimi niko mtu mdhaifu, toka kwa kumtii Allah na mtume wake. Unaona? Sabian, tambihi ya 7, ahyanan, kuna wakati mwingine tajidul jinnia asari' muanida, utamkutana jini ni mgomvi mshupavu, ni mgomvi, akipanda bwana ni ugomvi, anapigana, anatupa vitu, mgomvi mshupavu. Fa fi hadhihi alhalati tusajilu lahu ayat al-kursi ala shariti mukarraratin limudati saa, wa yastami'u li hadha ash-sharit 5 marat yawmiyan au akthar. Basi ikiwa kama ni shetani wa hivyo mgomvi mshupavu, ikiwa katika hiyo hali, basi mkamatie ile ayat al-kursi, ila Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, mkamatie kwenye kaseti yenye kurejea kwenye kaseti saa nzima, hiyo ayat al-kursi saa nzima, aisikilize matumizi yake. Sasa aisikilize hiyo kaseti hiyo siku moja mara 5 au zaidi mara 5. Unaona, tunakupa kaseti, dawa na namna kutumia. Sio wale wa barabara makaseti wanauzisha ruqya, wanauzisha tu makaseti wa ruqya barabara, hata matumizi wakupi, maana umpe tu faranga basi. Lakini sisi tunakupa kaseti na namna kuitumia mara 5 kwa siku au zaidi mara 5 usiki bisamaati limudati shahr, fasawfa yataallamu wa yakhruju insha Allah taala. Basi kitaumia na kitatoka idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala, na kitatulia. Thaminan, tambihi ya 8, idha arata an ta'rifa aqidat al-jinni duna an tas'alahu faqra alayhi al-ayati allati tukhatibu ahla al-kitabi ka qawlihi